Wengi wanajiuliza, je, unahisi badiliko kubwa katika roho ukiwa katika uwepo wa Mungu, kuhubiriwa au neno la Mungu? Lakini pia wengine hujiuliza, kwa nini uwepo huo au badiliko hilo halidumu mara nyingi katika maisha ya watu waliokoka? Lakini pia wengine hujiuliza, je, nitawezaje kutunza uwepo huo wa kimungu ndani yangu? Maswali hayo yana majibu siku ya leo. Usiondoke. Lakini kama ni mara ya kwanza unafuatilia chaneli hii ya MG Studio, unaweza kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, na utakuwa wa kwanza kupata jumbe zetu popote ulipo, na jumbe hizo zitakuwa mara kwa mara zinakufikia katika akaunti yetu unapoingia katika mitandao yetu ya kijamii. Barikiwe sana unapoendelea kutufuatilia. Basi ni kualike tunapokwenda katika maneno ya Mungu, tunapoenda katika uthibitisho wa maswali hayo na majibu juu ya maswali hayo. Je, kwa nini uwepo wa Mungu udumu kwenye maisha yako? Je, kwa nini upako wa kimungu unapodumu kwa muda mchache unajisikia kuondolewa na upako huo? Je, namna gani nitaweza kutunza uwepo huo wa kimungu? Maswali hayo ni majibu kulingana na mwendelezo wa masomo yetu ya wito wa kimungu, ambao nimekuja na somo ambalo linakuja kwa jina la kushinda upinzani kuelekea ushindi kiwito. Kushinda upinzani kuelekea ushindi kiwito. Wito wako una upinzani, lakini upinzani huu utashinda kwa namna gani? Tutasoma baadhi ya hatua kama tulivyosoma jana. Kupitia hatua hizo utaona umezuiliwa wapi, kupitia hatua hizo utaona umefungwa wapi. Moja kwa moja tutaangalia kwa undani zaidi siku ya leo. Nikupe wasaa mzuri wa kutafakari neno la Mungu na kulisoma katika Biblia yako takatifu. Unaweza ukachukua na notebook kaandika pia pamoja na mimi. Basi nashukuru kwa ajili ya maneno ya Mungu. Asante mtakatifu Mungu mwenye nguvu nyingi. Libarikiwe jina lako kwa ajili ya maneno yako mazuri siku ya leo. Ukatufundishe sawa sawa na ahadi yako kuu katika ulimwengu huu. Asante kwa kwenda kusema nasi. Asante kwa kwenda kuhudumia roho zetu. Libarikiwe jina lako kwa huyu anayekwenda kuangalia chaneli hii. Mpe badiliko katika maneno yako, akasikie na kuenda kubadilika katika jina lako Yesu. Nalibariki jina lako, nalibariki neno lako mfalme wa amani. Amen. Basi tutakwenda kuanza moja kwa moja. Kushinda upinzani kuelekea ushindi kiwito. Ushindi wako wa wito utatokea pale ulipoushinda upinzani unaoinuka kukukwamisha usikamilike katika wito wako. Ikiwa ni mwendelezo wa vipindi vilivyopita, tuliongelea jana katika level 5 za ushindi, level 5 za mafanikio, level 5 kufikia ushindi kiwito. Level hizo zimeorodheshwa katika channel iliyopita, video iliyopita ya jana, lakini ndaweza kukupitisha haraka katika hatua hizo. Ni neno, maarifa, imani, matendo na matokeo. Lakini neno linazaa maarifa na maarifa yanazaa imani, lakini imani inazaa matendo na matendo yanazaa matokeo. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaposoma katika hiyo neema ya Mungu iliyoachiliwa juu yetu, kushinda upinzani kuelekea ushindi kiwito, wengi sana tumeishia kuwa wa kawaida, wengi sana tumeishia kudrop na kuishi maisha ya kawaida siku zote tunapoishi katika maisha yetu katika ukamilifu wa wito wetu. Tutaanza kujibu moja ya swali ambalo nimeuliza mwanzo wa video hii. Je, unahisi badiliko kubwa katika roho ukiwa katika uwepo wa Mungu au kuhubiriwa neno la Mungu? Ni neno ambalo limezoeleka sana, ni tabia pia ambayo imezoeleka sana kwa baadhi ya watu waamini. Unaposikia neno la Mungu unapata badiliko kubwa. Unapolisikia hilo neno ambalo ndio msingi wa mafanikio, unapata hamasa kubwa ndani ya moyo wako. Lakini wengi hamasa hiyo haidumu. Wengi hamasa hiyo haikai muda mrefu. Wengi hamasa hiyo haidumu muda. Kuna mtu anaweza kasikiza tu neno, anaweza kasikiza wimbo huu mmoja, wimbo huu ukambadilisha, akajiona yeye ni mzambi, akajiona yeye hafai, akajiona yeye yani akajihesabia madhambi, akajisemea makosa, lakini akashindwa kustahimili hali hiyo ya kuona uvivu, hali hiyo ya kuona yeye ni mwenye hatia. Baada ya muda kidogo anatoka kwenye ule uwepo. Akitoka kwenye ule uwepo anakuwa amesharudishwa nyuma kukamilisha ushindi kiwito. Tulipokuwa tunasoma vipindi vilivyopita, hatua ya kwanza kabisa ya ushindi ni neno. Na neno ndio linazaa matokeo yote yaliyo mbele yetu. Na neno ambalo linazaa maarifa. Na neno ambalo linazaa ushindi ulio mbele yetu katika matokeo ambayo tunakwenda kupata katika wito wa eneo husika ulionao. Ukiaminiwa katika uchungaji, yako maneno yanayokuja, lakini maneno hayo yakikosa consistency, yakikosa ustahimilivu, yakikosa utunzaji ndani ya moyo wako, hakuna kitu kinajengeka hata siku moja.
Tunasimamia katika kifungu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, mstari wa 11. Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 11 hadi mstari wa 13. Nitasoma kama ilivyoandika hadi mstari wa 14. Lakini ikiwa leo yeye alimfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yetu, yeye alimfufua Kristo Yesu katika wafu ataishi na miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa roho iliyo katika hali ya kufa, kwa roho wake anakaa ndani yetu, kwa roho wake anakaa ndani yetu, yeye Kristo. Narudia, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu Kristo wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu tu wa deni, si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili, kwa maana tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili tutaka kufa. Bali kama mkiafisha matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. Kama mkiafisha matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho, hao ndio wana wa Mungu. Sikiliza, unapopata ujumbe wote wa kimungu, unapopata chakula chochote katika madhabahu yoyote unayohudumia ya kimungu, ujumbe huo ni chakula cha roho. Lakini chakula cha roho hakiwezi kuwa stability, hakiwezi kuwa stable bila kutendewa kazi na bila kufanyiwa mchakato. Tulipokuwa tunasoma katika kabila la Wabeloya. Wabeloya ni watu ambao walikuwa hapo busy sana kutafuta maarifa. Walikuwa hapo busy sana kutafuta maarifa ya kimungu katika hayo maneno ambayo wanahubiriwa kwayo. Lakini unaona kabisa moja kwa moja kuna neno ambalo umewahi kuhubiriwa, lakini neno hilo ulilowahi kuhubiriwa likakufanya uhisi kubadilika, lakini ulipofika nyumbani ukasahau lile badiliko kabisa. Ukajiwekea commitment ukiwa kanisani kwamba nikifika nyumbani ndaanza kusoma Biblia, nikifika nyumbani ndaanza kuwa mtu wa maombi, nikifika nitaanza. Uliweka ahadi nyingi, lakini ahadi hizo zimekuwa katika maneno tu, hazijawa katika matendo, hazijazaa kitu chochote. Na ahadi hizo kwa sababu ni neno zimeshambuliwa. Ahadi hizo kwa sababu ni neno zimeingizwa kwenye upinzani, ambao upinzani huu umpaswa kuushinda. Kama kichwa cha somo kinachosema siku ya leo, kushinda upinzani kuelekea ushindi wako katika wito. Ukiwa na roho ndani yako, unakuwa tayari mwana wa Mungu. Na kitu ambacho tumejisahau watu wa Mungu wa siku hizi, tumeishi kwa kuzuia roho kutenda kazi. Tumeishi kwa kumzuia roho na kuruhusu mwili ufanye kazi kuliko roho. Tunapowaza kutenda kazi zaidi ya roho, tunapowaza kumruhusu roho afanye kazi zaidi ya mwili, ndipo tunakwenda kutokea katika ushindi. Tunapomruhusu roho afanye kazi zaidi ya mwili, tunakwenda kushinda katika eneo letu tulioitiwa. Tunakwenda kushinda katika wito husika tulionao. Moja kwa moja utaangalia swali la pili pia, kwa nini uwepo huu badiliko hilo mara nyingi kwako halidumu, sio la kudumu? Kwa nini halidumu? Kwa sababu unapigwa vita. Kwa nini halidumu? Kwa sababu unashambuliwa. Kwa nini halidumu? Kwa sababu unapitia dhoruba kadha wa kadha, na dhoruba hizo zinakupeleka katika kukurudisha nyuma, katika kufanya kazi yako chini ya kiwango, katika kukwamisha katika eneo lako uliloitiwa. Sikia, uwepo huu au badiliko hilo linapokuwa linakosa neno hilo ambalo unahubiriwa, neno hilo ambalo unalisikia katika madhabahu, katika nyimbo, katika kila kitu, neno hilo ukishalisikia, usipolipeleka katika maarifa, usipolichakata na likazaa maarifa, unakwenda kupata hasara kubwa sana, kwa sababu halitazaa kitu chochote. Litakuwa ni msingi uliowekwa na yameanza kuota manyasi kwenye msingi huo. Hauna mpango wa kujenga nyumba, hauna mpango wa kuendeleza katika msingi, uanze kupanga tofali za kuanzisha, kupandisha fence, kupandisha nini, nyumba yako iwe kubwa. Lakini moja kwa moja kuna watu wameshinda katika haya. Kuna watu wameshinda katika upinzani huu. Upinzani huu ni mpinzani mdogo sana. Kushinda ni rahisi sana. Uweza wa Roho Mtakatifu tutatenda makuu na tutashinda katika yote. Tunapoendelea katika je, nitawezaje kutunza uwepo huu? Tutakuwa mara ya mwisho, tutamalizia kwa swali hili. Je, utawezaje kutunza uwepo huu wa kimungu ndani yako?
kweli umebadilika, umesikia neno la Mungu katika madhabahu, umesikia neno la Mungu linapohubiriwa katika mitandao ya kijamii, unahisi kubadilika. Hata sasa inawezekana umesikia lakini unahisi kubadilika. Lakini badiliko hilo ili liwe la kudumu, iko namna. Badiliko hili ile liishi katika maisha yako, kutimiza wito ulionao. Sikiliza, hakuna kitu ambacho kinakuja na unahisi kubadilika katika roho yako ndani afu hakikujengi katika kuelekea wito wako. Neno lolote ambalo linakugusa katika madhabahu ni neno ambalo lipo kwenye eneo lako. Ni neno ambalo lipo kwenye eneo lako. Neno hilo ambalo lipo kwenye eneo lako, utakapolichukua na kwenda kulipeleka katika matendo, utakwenda kufanikiwa sana. Lakini neno hilo ambalo lipo kwenye eneo lako linalohubiriwa katika madhabahu, kuhusu uimbaji, kuhusu uinjilisti, kuhusu kila kitu, kuhusu kila wito uliobeba ndani yako, kuhusu kila kuaminiwa uliko nako ndani yako, utakapokusikia katika madhabahu na ukadrop na ukaona ni kawaida, ukaona ni mambo ya kawaida tu, sikiliza, hakuna kitu unafanya na hakuna matokeo utapata. Utaishia katika kuhuzunika kila unapohubiriwa na maneno na watumishi wa Mungu. Utaishia kujuta nafsi yako kila unapohubiriwa maneno ya Mungu na watumishi wa Mungu. Lakini ukifika nyumbani, mabadiliko yako yanakuwa ni zero. Ukifika nyumbani, matendo yako yanakuwa ni zero. Ukifika nyumbani, hamna maarifa unayoongeza kupitia neno lile. Ukifika nyumbani, moja kwa moja unazuiwa. Lakini nitakupitisha katika hizi level 5 kwa namna gani watu huzuiliwa. Kupitia level ya kwanza neno, lakini level ya pili maarifa, lakini level ya 3 imani, ya 4 matendo, na ya 5 kabisa ambao ni ushindi, ni mafanikio, ambao ndio ushindi katika wito au mafanikio yenyewe. Neno linazaa maarifa, lakini maarifa yanazaa matendo. Maarifa yanazaa imani, lakini imani yanazaa matendo, na matendo ndio yanalizati kutokea matokeo, yanasababisha kutokea matokeo. Matendo hayo yanazaliwa kutoka kwenye neno. Lakini nitakuelekeza kwa ufupi kwa namna gani mtu anazuiliwa katika neno, kwa namna gani mtu anazaliwa katika maarifa, kwa namna gani mtu anazuiliwa katika imani, kwa namna gani mtu anazuiliwa katika matendo. Naanza moja kwa moja katika neno. Neno ndio msingi wa hivi vitu vyote vitano. Neno ndio msingi wa hivi vitu vyote vitano. Utakaposikia neno, bila neno hauwezi ukapata maarifa. Na imani pia msingi wake ni neno, na matendo pia msingi wake ni neno. Moja kwa moja neno ndio msingi wa vitu vyote. Liheshimu sana neno la Mungu ambalo linakuja mbele yako na kulitii, kwa sababu hilo neno ambalo linaonyesha badiliko katika roho yako linahitajika neno hilo likaende kusababishia matokeo, ambayo matokeo hayo hadi yatokee inatakiwa upitie maarifa, upitie imani, upitie matendo, matokeo ili yatokee. Lakini wengi tumezuiliwa katika level 1. Level 1 ni level ya neno. Ukishazuiliwa katika level 1 hauwezi ukafika popote. Ukishazuiliwa katika level ya neno hauwezi ukafika popote. Lakini unaposhinda level ya neno, shetani anakuwa ameshaachana na wewe katika level ya neno, anakuwa amesha kushindwa. Upinzani unakuwa umeishiwa, unakuwa umekosa upinzani, hauwezi ukazuiliwa tena, unakuwa unlimited katika uwezo wa neno. Basi shetani anakwenda kukuzuia katika level ya pili, ambayo ni level ya maarifa. Sikiliza, katika level ya neno kuna watu wengi sana wamekoti Biblia, wanavijua vifungu vingi na wana mafundisho mengi, lakini mafundisho hayo wameyapata, je, wanafanya kazi nayo? Moja kwa moja unakuta kuna wengine hawafanyi kazi nayo. Kwa nini hawafanyi kazi katika hayo mafundisho? Kwa nini mafundisho hayo hayawasababishi kupata matokeo? Moja kwa moja mafundisho hayo hayana kitu kinachoitwa maarifa. Yaani mafundisho hayo yakiingia kwenye akili yake hapati maarifa, yakiingia kwenye ubongo hapati maarifa. Amefungwa katika uwezo wa kutafuta maarifa kupitia mafundisho, kupitia maneno anayoyapokea. Naweza nikakwambia neno, lakini katika neno hilo kapata maarifa, lakini hayo maarifa pia yatakulizati kupata imani, lakini hiyo imani itakulizati kupata matendo. Lakini nikikwambia neno ukalielewa afu usipate maarifa kichwani kwako, hakika umeachiliwa kuelewa katika neno, umeachiliwa ufunguzi katika neno, lakini upande wa maarifa umefungwa. Tutakwenda kuangalia katika level ya pili, maarifa. Mtu aliyefungwa alishinda level ya neno, level ya kwanza ya ushindi, level ya neno, aliyeshinda level ya neno, mtu huyo anafanikiwa kuingia level ya pili. Level ya pili ni level ya maarifa, na atakapoishinda level ya maarifa anaingia level kuu ya 3 pia. Lakini level ya maarifa anaishindaje? Neno alilolipokea atakapolitumia katika kuchakata na kujenga fikra ambazo zinaenda kutengeneza imani ndani yake,
moja kwa moja mtu huyo anavushwa katika level ya maarifa, anahamia level ya imani. Sikiliza, hauwezi ukavuka kiurahisi level moja kwenda level nyingine. Watu wengi wapo katika level ya neno, lakini watu wengi wapo katika level ya maarifa, lakini watu wengi tena wapo katika level ya imani. Watu wengi pia wapo katika level ya matendo. Watu wengi wameishia level hizo, hawajakamilika. Ndio maana nakwambia hivi, maarifa yatakapozidi katika akili yako, yatakapojaa katika ubongo wako, kwa sababu umeelewa na kusikia maneno ya Mungu mara kwa mara yaliyokujenga na kukufundisha katika mitandao ya kijamii, katika madhabahu unayotoka katika kanisa husika, maneno hayo yakujaza maarifa. Maarifa hayo yanatakiwa moja kwa moja yalete kitu kinachoitwa imani. Lakini imani ni nguvu ya kuiona kesho kabla ya leo. Imani ni nguvu ya kuiona mwakani kabla ya mwaka huu. Imani hiyo inapigwa vita sana. Ndiyo maana ni level ya 3 katika mafanikio yako. Wengi wana imani, lakini imani zao hazifanikiwi. Wewe kujiuliza kwa nini una imani kwamba mwakani utakuwa una usafiri wako, lakini nikafika mwakani hauna usafiri wako? Imani hiyo ulionayo, jitihada zako ulizonazo, imani hiyo ulionayo haijakupeleka katika ushindi, kwa sababu imekosa access ya kuvushwa kupeleka kwenye matendo. Umefanyiwa block, umeblokiwa, hautavuka imani. Wewe utaishia kuamini, utaishia kuwa na maarifa, utapata imani. Lakini ukipata imani yako utakuwa ya kuongea tu, haina matendo. Utakuwa unaamini kwamba I can play for even for 3 hours, lakini hauwezi ukaiweka hiyo kitu kwenye matendo. Utakuwa unaamini tu kwamba naweza nikawa mwaka kesho kutwa na miliki kitu fulani, lakini hicho kitu utakuwa unakiweka tu katika matendo. Utakuwa unakiweka tu katika imani. Hata unapoambia watu, watakuwa wanaishia kukudharau wengine, kwa sababu wanaona kitu ulichonacho unakisema, lakini hamna jitihada yoyote ulionayo katika kuchukulia kwenda kwenye matendo. Utukufu unaokuja mkubwa baada ya imani ni matendo. Utakapofungwa katika imani hautaweza kufikia matendo, lakini utakapofunguliwa katika level ya imani unakwenda katika level kubwa sana, ambayo ni level ya matendo. Kuchukua hatua katika hicho kitu ulichokiona, unaanza kuchukua hatua taratibu hadi kuifikia matendo, ambayo matendo ukishaunganisha moja kwa moja, mtu aliyefikia level ya matendo ni mtu aliye kiwango cha juu kabisa, ni mtu aliyepata nafasi juu kabisa kupata mafanikio. Ndiyo maana wengi tumefungwa katika imani, wengi tumefungwa katika maarifa, wengi tumefungwa katika neno. Tunalisikia neno, hatupati maarifa. Tunayapata maarifa, hatuyaweki kwenye matendo, hatuyaweki kwenye imani. Lakini tunazisikia imani kichwani mwetu kwamba kesho tutakuwa watu wa hivi, lakini imani hizo hatuziweki kwenye matendo. Lakini pia matendo yetu yatakapokuwa halisi, matendo yetu yatakapothibitika, ndipo tunakwenda katika mafanikio, na mafanikio hayo ndiyo ushindi katika wito, ushindi katika eneo uliloitiwa, ushindi katika eneo uliloaminiwa na Mungu. Moja kwa moja utakapopata ushindi huo, utakuja kuelewa kwamba level hizo zote zinahitaji nguvu ya kimungu kuzivuka. Utakapohitaji kuvuka level ya neno kwenda imani, kwenda maarifa, kwenda matendo, unahitaji nguvu ya Mungu sana kukuvusha katika level hizo, kwa sababu kitu hicho unachokipigania ni kitu cha kimungu, sio kitu cha mwanadamu, sio kitu cha watu ambao umewazoea, watu ambao unaweza ukahitaji kitu kwao hata kama hujawafanyia vizuri. Kuna watu ulionao unaweza ukahitaji kitu kwao bila hata kuomba kwa kubembeleza sana, bila hata kuomba kwa lazima sana, bila hata kuomba kwa consistency inayoeleweka. Lakini moja kwa moja uvumilivu unahitajika katika maombi yako, kutafuta eneo lako sahihi na kuomba nguvu ya kimungu ikutawale katika hilo eneo sahihi. Ukielewa katika hilo litakusaidia. Lakini tuhitimishe katika eneo hili hapa. Je, nitawezaje kuutunza uwepo huu wa kimungu ndani yangu? Je, utawezaje? Yaani umelisikia neno hapa, limegusa moyo wako, unahitaji kubadilika. Lakini unajijua kabisa kwamba baada ya dakika 5 utakuwa wa kawaida wewe. Unajijua kabisa kwamba baada ya dakika 20 hili neno litakuwa limeshafutika kwenye akili yako. Unajielewa kabisa kwamba baada ya nikikutana na mtu tu fulani, hili neno mimi limeshafutika, yani halipo kwenye utashi wangu hata kidogo. Moja kwa moja umepaswa kuwa ni mtu wa matokeo. Lakini matokeo hayo yatakutokea katika maisha yako ukiwa umeutunza huo uwepo wa lile neno ambalo lilisikika, lile neno ambalo ulilipokea, lile neno ambalo ulilielewa,
Neno ambalo ulielewa linajenga fikra chanya katika maisha yako na kukupeleka katika matokeo halisi katika maisha yako ya wito, hata katika maisha yako ya huduma ambayo umeitiwa. Unapoaminiwa na Mungu, inakupasa uwe mtu wa kumtafuta Mungu, kukuelekeza zaidi katika eneo hilo itiwa na kukuelekeza zaidi namna ya kutumika katika eneo hilo. Moja kwa moja, je, utawezaje kutunza uwepo huu wa kimungu ndani yako? Sikiliza, uwepo wa kimungu unatunzwa siku zote katika maisha yetu kwa namna ya pekee sana, ambayo namna hiyo ya pekee inahitaji nguvu ya kimungu ili utunze kitu cha kimungu ulichokipokea. Inahitaji nguvu ya kimungu ili utunze neno la ushuhuda ulilopokea. Inahitaji nguvu ya kimungu ili uikamilishe imani hiyo uliyoipokea. Roho zetu hufurahia kitu kipya kutoka mbinguni, lakini kilete matendo ni mchakato unapitishwa. Lakini neno, maarifa, imani, matendo vinazaa matokeo. Hivyo basi, tukiwa watu na wafuasi wa Kristo na wanafunzi, tumepaswa kutunza uwepo wa kimungu katika maisha yetu. Uwepo wa kimungu unatunzwa na neno. Uwepo wa kimungu unatunzwa na neno la Mungu likiwa kwa wingi ndani yako, litazaa maarifa, litazaa imani, litazaa matendo, litazaa matokeo, ambalo neno hilo ndio msingi wa vyote. Hivyo basi, ukiwa unahitaji kutunza uwepo wa kimungu, jaza neno la Mungu kwa wingi katika maisha yako. Neno hilo litakuelekeza uombe. Maombi hawezi yakakuelekeza ukasome neno. Hata kama, sikiliza, nilikuwa na hudumu baadhi ya neno nikasema, kuna watu hawasomi Biblia na wanaenda kwenye maombi. Kuna watu hawana neno na wanaenda kwenye maombi. Katika maombi yao wanapata verse, lakini zile verse hawajazikariri. Verse hizo ambazo hawajazikariri, inawapasa kurudi tena katika neno kuzitafuta verse hizo, kwamba Mungu alisema katika verse hii kwa namna gani. Utakaporudi katika verse hiyo, moja kwa moja unaelewa kwamba inakupasa ulijue neno ndio uende kwenye maombi. Moja kwa moja, msingi na ushindi katika kuyafikia mafanikio yako katika wito ni kuwa na neno kwa wingi ndani yako. Neno hilo litakuelekeza katika uimbaji, neno hilo litakuelekeza katika maombi, neno hilo litakuelekeza katika huduma yoyote Mungu aliyoweka ndani yako, na utaitenda katika ukamilifu ule ulioitiwa. Hautolegea, utakuwa mshindi siku hadi siku. Hautolegea wala hautochoka, na kuhakikishia, kwa sababu kitu unachokifanya umekusudiwa na Mungu. Kwa sababu kitu unachokifanya ni ahadi uliyoahidiwa na Mungu kwamba utapewa. Kuwa mchungaji, kuwa mwalimu, kuwa mtume, kuwa mtabiri, yote hayo umeahidiwa na Mungu. Lakini ili ukamilishe katika hayo, lazima neno la Mungu lijae ndani yako ili kuruhusu hatua zingine zifuate. Hatua hizo zitafuata kwa sababu gani? Neno la Mungu lipo ndani yako. Hatua hizo zitafuata kwa sababu gani? Msingi umejengwa sana katika neno la Mungu. Maneno ya Mungu yanasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Na utakapopata neno la Mungu, ndio mwanzo katika yote. Ndio mwanzo katika yote. Mungu akubariki sana unapoendelea kutufuatilia, lakini kama huja subscribe katika channel hii, ni wakati wako mzuri. Subscribe, bonyeza alama ya kengele. Utakapoingiza video zingine mpya, utakuwa kwanza kuzipokea video zetu. Lakini pia utaweza kupata maswali na majibu kwa wakati wako sahihi, kwa sababu tunaendelea katika level tofauti tofauti na mafundisho tofauti tofauti katika changamoto zote tunazokuta watumishi wa Mungu katika maeneo yetu ya huduma, katika maeneo yetu ya kiwito, hasa sisi tulio na jitihada kutafuta sehemu ambayo tumeitiwa na Mungu. Mungu akubariki sana. Ni wakati wako mzuri kuchagua badiliko sahihi, kuwa na mtu wa matokeo, kuwa ni mtu wa ushindi katika eneo sahihi uliloitiwa. Hauwezi ukashinda bila kuwa na neno ndani ya maisha yako. Hauwezi ukashinda bila kuwa na neno katika maisha yako. Tafuta neno kwa wingi lijae ndani yako, ndipo utakuwa na ushindi halisi katika maisha yako ya kimungu. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana unapoendelea kufuatilia channel hii. Karibu pia siku ya kesho tutakuwa tunaendelea na semina hii na mafundisho haya ya Biblia. Basi nitamshukuru Mungu kwa ajili yako kwa siku hii ya leo. Asante mtakatifu mwaminifu kwa ajili ya neno lililoachiliwa kwa mtumishi wako. Lipe kujenga, lipe kuongoza maisha yake zaidi ya akili zake. Katika jina lako Yesu Kristo, naachia uwezo na upako wako na mafuta yako yakampe kutafakari neno na kuzalisha maarifa katika neno hilo, na maarifa yake yakajenge imani, na imani ikajenge matokeo, na matokeo yakapate kuleta mafanikio, na mafanikio hayo yakawe na matokeo katika eneo lililomkusudia, katika eneo lililomwitia, katika eneo lililomwamini, katika hizo talanta ulizoachilia ndani yake. Katika jina lako Yesu Kristo, mpe kuongezeka siku hadi siku. Nalibariki jina lako kwa ajili ya siku ya leo. Asante mtakatifu Mungu mwenye nguvu nyingi. Amen.